leo nimekuja na mudi ndogo, tusija kula kijiti huko. Lakini kama ningekula kijiti hapa yangeanza kutembea mabuti tu. Kiuno chali mano. Hatima wana So kwamba sipendi kujiposti, tatizo simu yangu mi sio mbaya hivyo, tatizo simu yangu. Simu yangu ina maajabu, unaweza kuweka nyimbo Zuchu ikagonga taarabu. Hiyo ndo simu yangu. Odi yenyewe. Faza. Kwa heshima. Habari. Shikamoo. Barabara. Nimekuja hapa kuleta ujumbe. Mwambie mdogo wako hayo mambo ambayo anayoyafanya, hiyo tabia ambayo anayokwenda kujibebesha nayo, hiyo aachane nayo kabisa. Mzee, mimi ni mdogo lakini nina ukubwa ndani yangu kwa sababu nina mdogo wangu. Hebu funguka. Wewe nipe pasi alafu nicheze mpira nigawe matawi. Niambie mzee, kuna nini? Lengo mdogo wako, tabia ambayo anaokwenda kuinuka nayo aachane nayo, aache kabisa tabia hii. Alafu mwambie abebe vinavyobebeka, visivyobebeka aachane navyo. Haya, mweleze abebe vinavyobebeka, visivyobebeka aachane navyo. Aje itakuja kumbukia. hatima ya mwanangu hero mbembe, 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 hatima. Abebe vinavyobebeka, tena vibebe kweli kweli. Visivyobebeka aviache kabisa, kasema mzee. Kijana nimesikia. Sijui nikuelezeje. Natoka kitambo sana nilikuwa nakupenda. Basi vizuri. Kama kweli umenipenda, mimi mwenyewe nakupenda tangia muda. Ila nilikuwa nashindwa jinsi ya kukufuata na kukuambia kwamba nakupenda. Unamaanisha? Inamaanisha nakupenda, tena nakupenda sana tu. Vipi? Tunaweza tukana magetoni? Hapana. Kwa sasa hivi nimetumwa. Ila kwa kesho niko free. Okay. So mbaya. Ni hapo kesho. Kwa heri. Lakini leo nimekuja hapa kutaka kitu kimoja tu kwako. Nataka unihakikishie na unijibu swali langu kwa umakini. Kwa sababu unipelikane hambi, mimi mtoto wa mjini, njuku uanze Bwanga uko Ntwala wananitizama mtoto. Njuku uanze naweka. Nafika mtaani huku kote huku, nikategemea kwamba nitaitwa huku mtaani Konde Boy, mtoto kutoka mjini Ntwala, mtoto unakiwasha mjini. Lakini nafika hapa napokelewa na sifa mbaya tu. Bi mkubwa wako Bishakila, huyu bibi mwanga. Hambu unipilikane. Sasa naomba unijibu tu jibu moja tu. Wewe ni mwanga ama unipilikane mwana hao kulambila? Mzidole mwanangu, umekuja na yepi mwanangu? Nani kalijua hapa nibwa kutola tu hapa cha ugegiri? Mwanangu, umetiwa maneno wapi? Na nani amekupa hayo maneno? Mimi mchawi? Uchawi huo nimeutoa wapi? Unipelikane. Huko mtaani hao watoto wanaoishi sio watoto wadogo. Mtu mwenye akili zake timamu hawezi kutoka kuja kuniambia Nzidole hambi nikatama mwana huyo. Mama yako Bishakila ni mwanga hatari. Hambi hiyo ni sifa mbaya.
na kama kweli haya mambo unashirikiana nayo wewe, hata Mungu anakukataa. Mimi sio mchawi, na aliyekuambia swala hili anakuongopea tu mwanangu, na usije ukakuta hapendi wewe kuona kama mimi ndo mamako. Bishakila mimi tena, naomba unisikilize vizuri bi mkubwa, kwa sababu hana mtu mwenye akili zake timamu anaweza akatoka tukamkurupukia ngeni asiyenjua tu, anakuja kumwambia mtu mama yako mchawi. Taarifa nzito hii. Yaani bora upokee taarifa uambie bwana, mtoto huyu kakatwa kamba, mtoto huyu kashikwa huko kaenda kutekwa kafungwa gerezani, sio upewe taarifa mbili ya msiba au upewe taarifa mzazi wako Mwanga. Unajua maumivu yake wewe? Sasa huo moto ulioanzisha wewe kwanza, kwa sababu mimi najua hao watu unaotaka kucheza nao, mimi najua wewe kuna mtu unashirikiana naye, na sitaondoka hapa kijijini kutoa nguu wangu huu kabla sijawakuta hao watu na nikaanza kuwaonya, kwa sababu haiwezekani. Wewe bi mkubwa ulikuwa hujazaliwa Mwanga wewe. Mimi nimekuacha hapo ukiwa nzima tu, ukiwa hata una chembe na unamuogopa Mungu, lakini leo unarudi na kutasifa mbovu. Hambe unipilikane mwana. Yaani hayo wala sio mambo yangu, na hayo nadhani tu unayazania katika kichwa chako, na akili zako na hisi hazijakaa sawa. Hizo bangi mwanangu, na hiyo miti ulianza kutafuna, achana nazo, hazikufai. Nielewe hivyo Kingi, nielewe. Okay. Hivi unajua gharama ya kutumia neno okay kwa mzazi wako, kwa sababu hicho ni Kiingereza kimetoka Ujerumani. Kwanza una habari kuwa mimi ndo mtu pekee niliyesoma Mtwara nzima. Wananijua mimi, wananitazama kama kioo cha jamii. Kiingereza kimelala hapa. Na leo nakujibu wewe okay. Sasa huyo mzee ninaotaka kunijaribu nyie, moto wake ninauweza? Au nataka nyinyi mpotee nze Ramadhani? Wewe unanijua. Wewe unanijua vizuri, yule nzi hana hata chembe ya huruma hata kidogo. Akinuna tu la asubuhi ulioni, ndevu kama muhindi alofilisika yule baba. Wewe utamuweza wewe? Na moto wake wewe unajua, mzee wako wewe mwenyewe amepotea kutaka kunijaribu yule. Unataka wewe na wewe upotee mama? Hambi ni kwa tano. Nisikilize. Mama. Nisikilize kidogo. Mama, katika vitu ambavyo tena nimetumia ustaarabu nzuri kuja hapa. Ningekuwa kama bado ninavuta bangi zangu za Mtwara zile, wewe ningekuwa nimekutibua sasa hizi miguu chali kiuno nyuma. Kama sura ile kama mnania. Mzidole mwanangu. Wewe Kingi. Nani aliyemwambia mambo yote haya mtaani? Jamani, ilikuwa siri yangu tu. Leo mwanangu naye anakuja kujua habari zangu. Kwa nini? Kwa nini unamwambia mwanangu mpaka ameajua haya yote? Siri yangu. Jamani, ningemjua. Nimjue huyu mtu. Wallahi nitamkata. Iya mzee Ramadhan. Yeah, mama. Yeah, mama. Hai mama. Kijana. Habari yako? Ningependa zaidi kwamba nikutahadharishe, na tahadhari uichukulie umakini wa kina. Hisia na mitazamo yako upo nayo naomba uisitishe, na ingewezekana hata huko unapokwenda ugairishe safari yako. Yaani mzee wangu umesimamisha hapa nikajua unaniambia kitu cha maana. Mimi napenda unapajua. Mbona mimi unapenda usifuatilie? Alafu nyoa zao mtao tunawaheshimu, ila nyinyi hamtaki kuheshimu. Sasa sikiza mzee wangu. Fuata mambo yako, nifuate mambo yangu. Mambo yangu hayakuhusu. Nimemaliza. Sawa. Ila ujana ni maji ya moto. Na uzee maji ya baridi. Kuwa makini. Chini juu, anga za mbali. Iya mzee Ramadhan. Odi. Odi.
Mtume wangu. Wewe, una matatizo gani? Sumambuki na watu usitoke nje. Kama chakula kipo kwa pumba na unga uchukue ule. Hii wewe una kilanga kumbe? Ingia ndani. Ingia ndani hapa. Haya hapa ingia ndani. Haya, rudi ndani. Haya. Utafikia na matatizo tu mchana yote hii. Huyu la konko huyu. Vitu vyake kiondoka hiki vizuri. La konko. Wewe konko. Sijui hata kaenda wapi. Yaani kutafutia na matatizo. Haya, na yule alokimbia hapa huko mtaani anaenda kusema nini? Si nitaonekana mimi mkabutua mchawi jamani. Hivi la konko. Sasa kaa mbali na mama yangu. Tafuta wanga wenzio nshirikiane, sio mama yangu. Sitaki mimi. Nikatamwa. Hambe mijicho hii. Kijana kama ulivyokuja. Juu, chini, angaza mbali. Kagweu, kafuko kusiri. Nakwambia mimi mzee Kigoda. Hizo nywele zako hizo takuja kurudi na kipara kama hiki. Na hiyo rangi yako nyeusi kama mitipula, sasa mimi nitaifanya kuwa nyeupe hiyo. Mwambie na huyo mwenzako Kakoso huyo. Leo nimetoka hapa kwa amani, lakini nitanitafuta mmoja baada ya mwingine. Juu likwili mpaka linazama naitwa King Nzidole. Wewe ni kijana mdogo, hujui kinachoendelea. Ulikuwepo kwenye uchawi? Ulishiriki, uliona? Usijiingize kwenye vitu visivyo kuhusu. Sura mbaya kama shavu la nzi. Tena wenze una bahati kweli. Yaani wewe leo ningekuona nimekula kijiti, ungenitambua vizuri. Mimi mtoto wenze bwanga nje kuona twala. Macho. Hii haijaisha mpaka iishe. Juu, chini, angaza mbali. Chini juu, angaza mbali. Chini juu, angaza mbali. Chini juu, chini. Kipenzi. Naomba chukitamba. Nitaenda nacho nyumbani kukifua. Au sijali bwana, nitakifua hapa. Hapana, wewe naomba nipatie. Angaza mbali. Na kama una heshima sana. Chini juu. Hivi unaonaje nikija kwenu kukutolea posa? Sema kweli? Yeah. Sawa, leta. Hivi mtaa huu unakaa sehemu gani? Mimi nakaa hapo na Mangaju. Na Mangaju? Angaza mbali. Maana? Kwa mzee Kigoda, kama unamfahamu ushawahi kumsikia. Mzee Kigoda. Yule ambaye anavaga nikibaraka share. Ndio huyo. Mwenye ambaye ni kusema juu, chini, angaza mbali. Ndio huyo. Basi hamna shida. Chini juu, angaza mbali. Chini juu, angaza mbali. Chini juu. Mzee Kigoda na Bishakira, mwenzenu kila siku nazidi kuchanganyikiwa akili. Kwa mauzauza ananitokea kila kukicha. Isitoshe usiku wa jana kuamkia leo, niliota kuna mtu kaninyanyua kaniingiza kwenye shimo refu. Kila nikiangalia mwisho sipaoni, na kila nikitaka kutoka nashindwa. Nakuja kushtuka naona mtu anaishia. Bishakira na mzee Kigoda sielewi. La Konko. Abe, unasema kuna mtu hapo ulimuona anaishia. Unahisi huyo mtu alikuwa ni nani? Ni mzee Ramadhani. Kwa sababu ile kofia na zile ndevu zake nimeziona. La Konko. Abe mzee Kigoda. Wewe bado mdogo sana. Lakini hata mimi nilianza kama wewe. Hata Bishakira huyu naimuona sasa hivi alianza kama wewe. Miaka 15 kwenye kazi hii. 15?
Au unaogopa Bishakira? Ni kweli kabisa. Hebu sasa kuwa mvumilivu na mstahimilivu, ndio utaiweza hii kazi. Hii kazi ni tamu sana, tunaheshimika sisi kwa sababu ya kazi hii. Hebu fikiria, juzi sawa, ulipewa nyama aina gani? Juzi ulipewa maini wewe, au sio wewe? Yaani maini niliyafurahia sana. Sasa mimi binafsi hapa, mimi nilianza kupewa vidole. Vidole? Baada ya hapo sasa nikapewa hii nyama ya tako ngumu. Acha bwana. Kwani nini? Asani kauza mshegede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Ngoja kwanza nicheke. Mwenzetu wewe vipi, mbona unatembea kama umebemendwa? Amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Aya, umeingia nyumba gani ambayo isioingilika? Umeenda kuvaa UTI sugu huko. Vijana wa kijiji hichi ampitwi na jambo. Ona. Umeenda kuvaa UTI, ona sasa hivi mifunza hiyo. UTI imekuchachia. Mmezidi. Unatoa harufu. Umeingia nyumba gani isioingilika hiyo? Vijana mna haya nyie. Unanuka balaa. Hebu kwendaga zako huko nipishe na funza wako. Kwani nini? Asani kauza mshegede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Ndugu yangu, hivi kwenye huu mji nyewe mnaishije kaka? Una maana gani kuniuliza hivyo? Na maana kubwa sana. Unajua tokea nimefika, yaani ikifika usiku tu kwangu mimi inakuwa mateso. Yaani nakuwa naona maruerue, mawenge, sielewi. Sawa, hivi kutoka na ile situation ambayo unakaa ndani peke yako, unajisikia kama kuna mtu yuko pembeni, mwili unasisimka, yaani vitu kama hivyo unakuwa unavipata. Ndio mimi ambacho nakipitia. Sasa kibaya zaidi sio mara moja, ni kitu ambacho kina muendelezo. Sasa ndio kitu ambacho kinanishangaza mimi na kinanistaajabisha kiukweli. Mimi nahisi labda ni mawenge yako tu, kwa sababu umekaa muda mwingi sana mjini. Japokuwa wewe ni mzaliwa hapa, itakuwa ni mawenge tu na hisia zako tu, lakini kijiji chetu kimepoa, kipo vizuri tu. Mimi ni mtu mzima. Sawa, ninachokizungumza nakielewa vizuri sana. Nadhani unajua ninakaribia wiki 2 sasa hivi niko hapa kwenye hichi kijiji. Ingekuwa ni kitu ambacho kimetokea mara moja, ningesema sawa, lakini kitu ambacho kimejirudia si chini ya mara 10. Si unanielewa? Nimekuelewa kaka. Alafu kingine, unamjua huyu binti huyu anamuita la Konko, sijui mdogo wake na Nabutua huyu.
Huyu binti mweupe hivi? Yes, huyo. Yule binti bwana, mimi niko naye kwenye mahusiano. Sawa, na napata bahati ya kuwa naye, kukutana, tunalala mpaka asubuhi. Lakini pia na yeye ananishangaza. Tunaweza tukalala vizuri tu, vizuri kabisa, tuko pamoja. Nikaja nikashtuka usingizini, ghafla simuoni. Sawa. Najiuliza huyu anaenda chooni, anakuwa anaenda kukaa nje au na nini? Ukilala kidogo shtuka yupo. Sasa ndugu yangu, hiyo kitu mimi inanishangaza, alafu inanipa wasiwasi sana. Unajua nikwambie nini? Unajua kama nilivyosema mwanzo, ndugu yangu atakuwa ni mawenge. Ni mawenge kaka. Mimi nipo miaka mingi sana hapa. Sijawahi kutoka kwenda mjini. Wewe ndio unatoka unarudi. Alafu kingine, mimi unaniamini sana ndugu yangu. Ukiwa na kitu chochote ambacho kinachokusibu, mimi ndo mshauri wako. Naomba hata hiki pia ninachokuambia ukiamini. Kijiji chetu kipo tulivu kabisa, ondoa wasiwasi kaka. Lakini mimi sio mtoto. Na kaka, nakwambia kabisa ukweli. Kama hii hali itaendelea, mimi mapema sana naondoka. Sitakaa tena. Nakushauri kitu kimoja. Ukiwa unaishi katika hiki kijiji, usimwangalie mtu. Ishi wewe unavyotaka kuishi. Okay, basi haina noma mzee. Basi poa, haina noma. Poa, mimi nafika juu hapa dukani mara moja. Nadhani tutaonana baadaye basi. Haina noma. Au si? Poa. Poa mzee. Poa. La Konko. Shikamoo. Ni busara, ila si hekima ambayo mambo unaonifanyia. Umefanya nini tena? La Konko, nakuita tena. Rudisha nguo ya mwanangu. Nguo?